Bwana Yesu Kristo akifiwe. Leo nataka tuongelee kwa habari ya roho ya Yezebeli na namna ambavyo hii roho ya Yezebeli inavyofanya kazi ndani ya kanisa na kuangusha huduma za watumishi wa Mungu, huduma za vijana, huduma ya uimbaji. Hii roho ya Yezebeli leo nataka tuizungumzie. Na hiki kisa cha Yezebeli kinaanza kuonekana katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Nimekupa kitabu ili ukasome. Utasoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza ile sura ya 17, 18, kisa cha Yezebeli na Elia mpaka Yehu anakuja kumwangamiza huyo Yezebeli. Kwa hiyo kisa cha Yezebeli kinapatikana kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Sasa huyu Yezebeli ukiangalia ni mwanamke ambaye aliolewa na mfalme Ahabu ambaye alikuwa ni mfalme wa Samaria. Na huyu Yezebeli alitoka katika nchi ya Sidon. Na nchi ya Sidon kwa sasa ni Lebanoni. Sasa huyu Yezebeli ukimwangalia, cha kwanza sifa zake, Yezebeli alikuwa ni mwanamke mchawi. Cha kwanza alikuwa anaabudu miungu Baali ambayo ilileta katika taifa la Israeli au katika Samaria, ambayo ilikuwa ni kinyume na utaratibu. Wakati huo tunajua kwamba Israeli walikuwa wanamwabudu Mungu aliye hai, Mungu wa mbinguni, na Mungu wa mbinguni alimwambia kabisa mtumishi wake Musa, mtakapoingia katika nchi ambayo Bwana amewapa, mtaondoa miungu migeni wala isiwepo kwenu. Lakini tunaona huyu Ahabu anamuoa huyu Yezebeli kutoka nchi nyingine ya Sidon, anakuja kuleta utaratibu wa kuabudu miungu migeni, yani Mungu Baali. Sasa hiyo ni sifa ya kwanza, alikuwa ni mwanamke mchawi aliyekuwa anaabudu miungu migeni. Pia huyu Yezebeli alikuwa ni nabii wa uongo, alikuwa na mafundisho ya uongo, alikuwa pia ni kama ana roho ya nabii wa uongo. Pia huyu Yezebeli alikuwa ni mwanamke ambaye Biblia inamtaja pia kwenye kitabu cha Ufunuo kwamba ni mwanamke kahaba. Sasa ukiangalia hizo roho zote, roho ya ukahaba, mafundisho ya uongo yamejaa makanisani. Sasa hiyo roho ya Yezebeli inafanya kazi kiroho katika ulimwengu wa roho, na hii roho imewashawishi vijana wengi, mabinti wengi na watumishi wengi wanatoka nje ya misingi ya neno la Mungu. Kwa mfano, angalia namna mavazi mabinti wanavyovaa ndani ya nyumba ya Mungu. Roho ya Yezebeli imewekea mafundisho ya uongo kwamba Mungu haangalii mwili, anaangalia roho, lakini hao ni mafundisho ya uongo ya Yezebeli. Binti unavaa nguo ambazo zinachora maungo yako, na nguo za ndani zinaonekana zimechorwa na nguo zako. Nguo yote ya kubana ndani ya kanisa la Mungu, hayo ni mafundisho ya Yezebeli aliyekufundisha, kwa sababu anavyoona mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo sisi hatukupimi kwa moyo, tunakupima kwa muonekano wa nje, yaani matokeo ya nje chanzo chake kimeanzia moyoni. Ulivyovaa umeanzia kuvaa moyoni. Kwa hiyo moyo wako tutaujua kwa kukutazama nje, kwa sababu mwanzo wa kila jambo na mawazo ya mtu yanatoka moyoni. Kwa hiyo hata shetani wakati anapanga kufanya uasi wake aliwaza moyoni. Kwa hiyo wazo la uasi lilianzia moyoni, na siku zote mawazo ya uasi huwa yanaanzia moyoni. Kwa hiyo unapovaa nguo ambayo ni ya kikahaba, unapovaa suruali kanisani, unapojipamba kupitiliza ndani ya nyumba ya Mungu, hiyo yote ni kuvutia uasherati, ni kuwavutia vijana kwenye ngono, kwenye uzinzi ili waangushe. Hayo yote ni mafundisho ya Yezebeli na meiwa kanisa la leo. Sikiliza, neno la Mungu linasema kwamba kupitia kinywa cha mwana wa Mungu Yesu Kristo, makwazo hayana budi kuja, ila ole wake ambaye anakuja kwa sababu yake. Sawa, wewe binti unayevaa nguo za kubana, unayejipamba kwa lengo la kuvutia uzinzi na uasherati, ambaye unavaa nguo za hovyo ndani ya nyumba ya Mungu, unawakwaza watu wangapi kwenye dhambi ya uzinzi? Kwa hiyo unavyowakwaza umesababisha makwazo, na Yesu amesema ole kwa anayeleta makwazo. Kwa hiyo roho ya Yezebeli imeua huduma za vijana wengi kwenye uzinzi. Angalia waimbaji wa leo, waimbaji wengine wanavunja ndoa zao kwa sababu ya mafanikio na kiburi cha pesa. Leo hii mafundisho ya uongo, injili ya kweli haihubiriwi ndani ya nyumba ya Mungu, ni kwa sababu ya mafundisho ya uongo ya Yezebeli. Roho ya Yezebeli inataka kuliua kanisa. Sasa ni lazima mshtuke, mtoke katika usingizi huo ambao mpo, mjue kwamba hii sio hali yetu. Kanisa linabidi liongozwe na Roho Mtakatifu. Lazima tuone udhihirisho wa Roho Mtakatifu, lakini kwa sababu roho ya Yezebeli imewadanganya mabinti na vijana wengi na watumishi wengi, basi kanisa la Mungu limekaa katika hali ngumu kwa sababu ya mafundisho haya ya uongo. Kwa hiyo sasa nini kinachotakiwa kufanyika? Ni lazima tushtuke, tuamke kwenye usingizi. Angalia leo hivi mafundisho, angalia nyimbo zinazoimba ndani ya nyumba ya Mungu, angalia mavazi yanayovalika, angalia mavazi ya vijana wa kike wa kiume, angalia misuko inayosukwa, angalia mapambo yanayovaliwa yanayovutia uasherati. Mavazi mengine ni ya kikahaba, mapambo mengine nayo ni ya kikahaba.
upambaji mwingine ni wa kikabadhi, nyimbo zingine hazina uwepo wa Mungu, nyimbo zimekaa kidunia, midundo kidunia, stepu zimekaa kidunia, kila kitu, takataka zote za dunia zimekopiwa ndani ya nyumba ya Mungu. Hivi vitu vyote havimpendezi Mungu. Kanisa la Mungu ni takatifu na lina ustaarabu. Ndio maana neno la Mungu linatuambia tuwe na kiasi katika mambo yote. Kwa katika mambo tunayofanya lazima uwe na kiasi. Kuna mengine sio ya kufanya kabisa. Kwa hiyo lazima mshtuke. Hebu jiangalieni kanisa, tujiangalie tupo katika hali gani. Je, hii hali ambayo tuko nayo kweli Yesu Kristo atatuchukua? Yesu Kristo kweli atalichukua kanisa katika hali ambayo tupo? Kwa hiyo nimekuja hapa kuwakumbusha watu wa Mungu kupitia jina la Yesu Kristo, tuzinduke, tutoke kwenye usingizi mzito ambao tupo, turudi kwenye uhalisia wetu, turudi kwenye utakatifu wa kanisa, ili kwamba tusiwe kikwazo kwa wengine, tusiwe kikwazo siku ya unyakuo. Kwa hiyo sasa ninawakuja kuwakumbusha kwamba tuzinduke katika jina la Yesu Kristo. Kanisa lizinduke, tutoke kwenye usingizi mzito ambao tupo, turudi katika uhalisia wetu, ili Bwana Yesu Kristo anapokuja alikute kanisa lake likiwa safi kabisa kama ambavyo linatakiwa kuwa katika utimilifu wa Kristo Yesu. Kwa hiyo sasa roho ya Yezebeli imefundisha mafundisho mengi ya uongo. Mafundisho yanayofundishwa, manabii wa uongo wamezuka wengi, ni roho ya Yezebeli. Mavazi mengi wamefundishwa kwa sababu ya kiburi cha pesa. Watu wanaona kwamba vyovyote vinavyofanyika vyovyote na iwe, lakini ni kwamba neno la Mungu linatupa kuwa na kiasi katika mambo tunayoyafanya. Mafanikio yasitufanye tukakaa mbali na Mungu, tukamkosa Mungu. Roho ya Yezebeli imewapa watu kiburi cha pesa. Roho ya Yezebeli imewapa watu kiburi cha kuvaa, imewapa kiburi. Watu wana kiburi, hawaambiliki. Ukikemea uovu, ukikemea dhambi, watu ambao wamekamatwa na roho ya Yezebeli hawataki kusikia mafundisho, ila wanataka kudanganywa mioyo yao, kudanganywa na roho zao. Lakini ni heri ukazinduka, ukatoka kwenye usingizi ambao upo. Ni usingizi mzito sana. Kanisa lizinduke, roho ya Yezebeli tuachie kwa jina la Yesu Kristo. Roho iliyotushikilia tuachilie kwa jina la Yesu Kristo. Lazima turudi katika utakatifu. Mavazi tunayoyavaa, misuko, namna tunavyojipamba, namna ambavyo unavaa, je, haivutii watu kwenye uzinzi? Haiwavutii watu kwenye uzinzi? Usiwe sababu na kichocheo cha dhambi ndani ya nyumba ya Mungu. Vaa kiustaarabu, vaa kiustaarabu, jistiri, vaa vizuri tu, haina shida. Ukivaa vizuri inakuwa inapendeza mbele za Mungu. Usiwapendeze wanadamu ukamkosa Mungu, mwisho ukaishia jehanamu ya moto. Ni heri ukavaa vizuri ukampendeza Mungu kuliko kuwapendeza wanadamu. Lakini nataka kuambia nini kanisa la Bwana? Tuzinduke, tutoke katika usingizi mzito. Bwana Yesu Kristo akubariki wote. Huu ni ujumbe ambao nimekuja kuambia ndugu zangu, muusikilize na muufanyie kazi, ili kwa namna moja ama namna nyingine utusaidie.